Bwana, mitihani ambayo anaipitia Pasali, mimi naweza nikasema kwamba Pasali ni mwanaume ambaye ni moja ya wanaume ambao ni wavumilivu sana kwa matukio ambayo yanamkuta. Kwa maana angekuwa mwingine hapo tayari angekuwa tayari kashaingia kwenye 18, lakini tunaona kwamba Pasali ndo mfano wa kuigwa. Bwana, kama ni mara ya kwanza unatazama video yetu, hakikisha una support kwa kubonyeza neno subscribe hapo kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Kama ni mara yako ya kwanza unaangalia video yetu, hakikisha unaonyesha upendo, hakikisha unaonyesha support, tupe moyo sisi kuendelea kufanya kazi, kwa maana bila nyinyi sisi sio kitu. Pia nitoe angalizo kwa wote ambao mnaitazama hii video. Kama wewe ni mara yako ya kwanza unaitazama hii video, hii ni video maalum kwa ajili ya review and promotion, ila ukitaka kuiangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video, hakikisha unatembelea channel ya Pasali Brand hapa YouTube ili uweze kuangalia kwenye mfumo wa original video. Maana ukija hapa Simulizi Plus tunafanya uchambuzi wa baadhi ya skin ambazo tulikuwa tumezipita kwenye episode ambayo imepita ya ndoa kutoka kwa Pasali Brand. Kisha una show love, unaonyesha upendo kwa kusubscribe ili uendelee kutupa moyo. Maana tunaona kwamba matukio ambayo anayepitia Pasali ni moja ya matukio ambayo yanazidi kuonesha umahiri wa Pasali kwamba sio rahisi sana kushawishika. Maana Pasali anaheshimu sana ndoa yake. Kwa maana kwa vitu ambavyo vinamtokea na ambavyo vinaendelea kumtokea, angekuwa mwanaume mwingine ambaye amekamiliki kabisa, naamini kabisa kwamba angeingia kwenye 18. Lakini kwa Pasali tunaona kwamba kaendelea kuonesha umahiri wake, na inaonesha kuwa ashawishiki na chochote ambacho kitakachotokea. Na hichi kitu ni kitu ambacho ninampongeza sana Pasali ambacho anazidi kukionyesha, na inatakiwa iwe mfano kwa wanaume ambao wapo kwenye ndoa. Inabidi ukiingia kwenye ndoa, inabidi uheshimu sana ndoa yako. Maana tunaona kwamba kwa Doreen, ile ilikuwa ni nafasi ambayo baadhi ya wanaume wengi pale nilipowaga wanaenda, na pale nilipowaga wanashindwa. Lakini kwa Pasali tunaona kwamba huo mtihani kauvuka, na hiyo ndio ilikuwa ni mtihani ambao Pasali akiuvuka, basi mimi nampa ubingwa kwamba hakuna chochote kingine ambacho kitaweza kumnasa Pasali. Yani baada ya kuvuka ule mtihani wa Doreen, ule jaribio la Doreen, basi hakuna jaribio lingine ambalo litakwenda kumkuta Pasali. Labda kaje ikatokea, lakini sio kwa design kama hiyo. Labda afanywe kitu kingine lakini tofauti na hicho. Bwana Doreen naye hajaamini macho yake. Kwa maana aliamini kwamba ile ndo nafasi pekee ambayo Pasali ataingia kwenye 18 zake. Lakini Pasali ameonyesha umahiri kwamba anaheshimu sana ndoa yake. Hiyo michezo ambayo anataka kuileta, hiyo michezo ambayo Doreen anataka kuianzisha, asiishie hapo hapo na asiendelee. Kwa heshima, Pasali anamwambia Doreen kwamba asiendelee na hiyo michezo. Japokuwa Doreen anahitaji hata mazungumzo ya Pasali wakiwa chumba kimoja, lakini Pasali anagoma kwa kusema kwamba hakuna mazungumzo baina ya watu wawili, yani mwanamke pamoja na mwanaume, tena faragha mkiwa chumbani. Tena kitu ambacho akipo, tena isitoshe ni usiku, hayapo mazungumzo kama ni nafasi ambayo Doreen alikuwa akitumia, nafasi pekee ambayo Doreen alikuwa amebakisha kwa Pasali, basi tunaona kuwa hawezi akafanikiwa. Yani kama ni kukosa nafasi, basi atakuwa amekosa. Sasa mtihani umebakia kwa Kiduchu huko. Maana tunaona kwamba Kiduchu kashamfanyia prank, kashamfanyia mitego mingi sana Pasali, lakini hajawahi kufanikiwa hata mtego mmoja. Sasa wewe kama wewe unaamini kwamba ni mtego gani ambao Pasali atakuja kunasa? Kama mitego yote ya Kiduchu kaipita, tena ile mitego ambayo sometimes ni ngumu kuikwepa, lakini Pasali amefanikiwa kuikwepa. Sembuse mitego midogo kwa upande wake,
Lakini kitu ambacho nahakikisha ama kitu ambacho mimi naamini kwamba Pasali anaheshimu sana ndoa yake. Endapo akigundua kwamba mke wake haheshimu ndoa, tena Pasali akitoka mwanamke analeta wanaume hadi ndani, naamini kuwa hata msamehe Lydia. Kwa hiyo Lydia hakai kwa tahadhari kubwa sana, akiwa naamini kwamba siku Pasali akijua kwamba anasalitiwa, sidhani kama atakuwa na chaguo lolote la kumsamehe Lydia. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa ni mwisho wa ndoa ya Lydia pamoja na Pasali. Na kitu ambacho naamini kwamba inapoelekea basi baada ya Lydia kuachana na Pasali, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa Kiduchu kuweza kurecover hiyo nafasi ambayo Lydia atakuwa amechezea. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana wa Kiduchu kuweza kuingia kwenye mahusiano ama kuweza kuingia kwenye ndoa pamoja na Pasali. Nategemea kuona kitu kama hicho kaja ikatokea kwenye episode ambazo zinazokwenda kufuatia kwenye mwendelezo wa tamthilia ya ndoa kutoka kwa Pasali Brand. Ni kitu ambacho naendelea bwana. Japokuwa Lydia anafanya matukio yote, lakini anaamini kuwa Lydia ama Kiduchu hawezi akamwambia Pasali. Kwa hiyo yeye anajiona kwamba yupo huru. Kwamba Kiduchu ni mtoto mdogo, yani hana uwezo wote wa kumwambia Pasali kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini kumbuka watu wanabadilika, yani mtu ambaye unamwamini tena anakuwa na ushahidi wa kutosha, kwa maana Kiduchu hapo yuko na simu. Kwa hiyo hata akienda kumuonesha Pasali ama akimwambia Pasali, ana ushahidi tosha, atakuwa na ushahidi tosha, kwa maana huwezi jua, huenda Kiduchu alikuwa anapiga picha kisirisiri pindi ambapo Lydia alikuwa analeta wanaume ndani. Hivyo ni vitu ambavyo inabidi uweke akilini na ukae ukijua kuwa vinaweza vikatokea kwenye muda wote kwenye episode za mbeleni za ndoa. Hivyo ni vitu ambavyo vina uwezo wa 90% vikatokea kwenye episode ambazo zinakwenda kufuatia kwenye mfululizo wa tamthilia ya ndoa. Sasa tunaona kwamba mtego wa mwisho ama kitu ambacho kimekuja kubaki kwa Kiduchu, anaamua kuonesha maungo yake kwa Pasali. Lengo ni kumshawishi Pasali. Japokuwa amepita mitego mingi sana, lakini anaamini kwamba hiyo ni chasi yake ambayo itamfanya Pasali ampende. Lakini sidhani kwamba kwa Pasali atampenda kirahisi tu Kiduchu kama anavyofikiria. Ila Kiduchu atakuwa anaendelea kujicholesha tu kwa Pasali na kujizalilisha. Hicho ni kitu ambacho ninachoamini kwa Pasali, kwa msimamo ambao yuko nao na kiapo cha ndoa ambacho amekila. Hawezi akamsaliti mke wake. Japokuwa mke wake anamsaliti, lakini yeye ana hilo wazo la kutaka kumsaliti mke wake. Tungojee tuone nini ambacho Pasali anakwenda kukifanya, ama ni maamuzi gani ambayo Pasali anakwenda kuyafanya baada ya kuona maungo ya Kiduchu. Na kumbuka kuwa Pasali alimwambia Kiduchu kabisa kwamba akiendelea na hiyo michezo, basi akitoka safari atachukua hiyo simu, kwa maana hiyo simu ndo inayompa kiburi ya Kiduchu. Sasa hii ilikuwa ni review to promotion, ila ukitaka kuangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video, hakikisha unatembelea hapa YouTube kwenye channel ya Pasali Brand. Search Pasali Brand, then enjoy kuitazama tamthilia ya ndoa. Thank you for watching this video. Tukutane kwenye next video ijayo. Asanteni sana.